Hakuna ushindi wa kiroho bila gharama ya kiroho. Hakuna kufanikiwa kiroho bila kuongozwa na Roho. Yesu alisema kwa namna hii haiwezi kutoka bila kufunga na kuomba. Katika Mathayo sura ya 17 fungu la 21, alionyesha kwamba kuna vizuizi, vifungo, baraka zilizofungwa na hekima iliyositirika ambayo haiwezi kufanikiwa kuonekana kirahisi mpaka pale binadamu ameamua kuanza kufanya maombi ya kina zaidi. Na hapa tunazungumzia kufunga na kuomba. Hii ni hatua ya zaidi kuliko kuomba kawaida. Kufunga ni lugha ya kiroho, ni utii, ni unyenyekevu, ni utii wa kiimani na ni kutafuta uso wa Mungu kwa kina zaidi. Mambo mengi ambayo hayakutokea hapo awali, ukianza kufunga na kuomba, unaweza kupata na kuona yakifungua katika maisha yako. Milango inaachilia, baraka zinashuka, mioyo inavunjika na roho inajengwa kutafuta uso wa Bwana. Ni kuombe katika siku ya leo tunapoenda katika somo hili zuri ambalo ninaamini litakugusa. Usisahau kusubscribe channel hii ili iendelee kuwa baraka na wewe kupata notification tunapokuwa tukirusha vipindi vyetu. Leo tutaangalia somo la msingi sana ambapo litatuelekeza namna ya kufunga ili tuweze kupata matokeo yaliyo sahihi. Namba 1, kuweka uhusiano wa karibu na Mungu. Kuna mambo hayatatokea mpaka pale tumeweka uhusiano wa karibu na Mungu. Kufunga na kuomba ni njia ya kuingia karibu zaidi na Mungu, ni njia ya kusogea karibu na Mungu, ni kukaa katika uwepo wake kwa kina zaidi kuliko sala ya kawaida na ya haraka au ya juu. Ni kuchagua Mungu mahali pa kwanza katika muda, mawazo na roho pia. Ni katika unyenyekevu wa kufunga ndipo tunapokuwa makini zaidi kusikia sauti yake. Ndipo mahali ambapo Mungu anaweza kutuelekeza katika mapenzi yake. Katika Yakobo sura ile ya 4 fungu la 8 anasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Lakini pia katika Zaburi ile ya 30 na Zaburi ile ya 63 fungu lile la kwanza anasema, Mungu wewe ndiwe Mungu wangu, na kutafuta asubuhi nafsi yangu inaona kiu kwako, mwili wangu wa kutazamia katika nchi kame na ya uchovu isiyo na maji. Kufunga kunatengeneza kiu ya kiroho ambayo dunia haiwezi kutuliza. Huwezi kutulizwa mahali popote katika kiu ya kiroho. Kuna njia fulani za Mungu hazionekani mpaka pale roho iwe karibu, mtu awe karibu zaidi na Mungu. Na hapa njia ya kukaribia roho ni njia ya kufunga na kuomba. Njia ya kumkaribia Mungu zaidi ni njia ya kufunga na kuomba. Katika ukimya wa sala na unyenyekevu wa kufunga, moyo unafunguliwa, macho ya kiroho yanaanza kuona, na tunda la uwepo wa Mungu maishani linaanza kuonekana katika maisha ya mcha Mungu. Kwa hiyo tambua, kuna mambo hayatatokea mpaka umeweka ukaribu na Mungu katika kunyenyekeza katika kufunga na kuomba. Namba 2, kutaka hekima na mwongozo kutoka kwa Mungu. Kuna mambo hayatawezekana bila kutafuta mwongozo na hekima kutoka kwa Mungu. Nikukumbushe, Musa alifunga siku 40 alipogundua ya kwamba amepewa jukumu kubwa kuongoza wana wa Israeli. Hivyo ilimpasa achukue siku 40 kutafuta uso wa Bwana kwa ajili ya maongozo na hekima. Kuna maamuzi ambayo hatuwezi kufanya kwa akili zetu. Kuna njia za maisha ambazo bila mwongozo wa Mungu tungeharibu, tungeingia majaribuni. Kufunga ni kusema, Bwana niongoze, si kama mimi nitakavyo, bali utakavyo wewe. Biblia inasema katika Yakobo sura ile ya 1 fungu la 5, lakini mtu akiwa na hekima aombe kwa Mungu, naye awapaye atawapatia wote waombao. Lakini pia katika Mithali sura ile ya 3 fungu lile la 5 mpaka la 6, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika kila njia zako mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Hapa tunaona ya kwamba mfungo unatuweka karibu ili kutafuta hekima. Ipo hekima ambayo dunia haiwezi kutoa. Ndiyo, unaweza ukawa msomi, lakini hekima ya kimungu ina mantiki kubwa. Ni katika kufunga ndipo tunataka kuelewa
Katika kufunga ndiko tunapata uelewa na akili zetu zinaongezwa katika hisia za kumtambua Mungu zaidi. Tunasikia mwongozo wa Mungu kwa ndani, na ni katika kutulia mbele za Mungu ndipo hatua za maisha zinajengwa. Hekima ya Mungu haiji kwa huzuni au hofu, bali kwa utafutaji wa kina wa kumtafuta Mungu katika kujinyenyekeza. Ipo hekima ambayo ukimtafuta Mungu, Mungu atakupatia wewe. Inawezekana uko katika maisha fulani, umekwama mahali fulani. Hebu tafuta uongozi wa Mungu. Mungu, nifanye nini? Mungu, nionyeshe kile ambacho unatamani, na Mungu atakuonyesha. Namba 3, kunyenyekeza na kutambua hatuwezi kwa nguvu zetu wenyewe. Kufunga ni kazi ya kujishusha, ni kumwambia Mungu, Bwana, uzito wa maisha haya siwezi kuyabeba peke yangu. Ni wiki, ni siku, ni saa ambazo mwili unashushwa ili roho ipandishwe. Biblia inasema, lakini nawaambia neema yangu ya kutosha, katika Wakorintho wa pili sura ile ya 12 fungu lile la 9. Lakini pia katika Zaburi ya 34 fungu la 18, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo na waliopondeka roho, Mungu atawainua. Hatuwezi kuingia kwenye ushindi wa kiroho kwa kiburi cha mwili. Mungu anavuta waliovunjika, anainua walioanguka, anatia nguvu waliopungukiwa na nguvu. Kufunga ni mahali ambapo tunakaribia udhaifu wetu na tunamwambia Mungu ya kwamba tutie nguvu, na pale ambapo nguvu ya Mungu inadhihirika kupitia maombi. Namba 4, kuimarisha imani na subira. Kuna maombi ambayo hayajibiwi mara moja, si kwa sababu Mungu hasikii, bali kwa sababu Mungu anatujenga katika subira. Kufunga hujenga uvumilivu wa kiroho na imani inayoshinda hali. Yesu alifundisha hadithi ya mjane aliyekwenda kwa hakimu mara kwa mara ili apewe, na kadri alivyoenda mara kwa mara ndivyo tunafahamu ya kwamba Biblia inatuambia kwamba kwa sababu alidumu alifanikiwa. Nawaambia mfano wa kwamba imewapasa kuomba siku zote, wala msikate tamaa, katika Luka sura ile ya 18 fungu la kwanza. Yesu anaonyesha mfano wa kwamba kuomba bila kukata tamaa kunafaa, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amkaribiaye Mungu lazima aamini kwamba yupo. Lazima tuamini. Subira ya kiroho inajengwa katika moto wa kufunga. Ndio maana watu wengi hupata majibu baada ya kufunga, sio kwa sababu Mungu alichelewa, bali kwa sababu wao walikuja katika viwango ambavyo wangeweza kupokea majibu ya Mungu sawa na mapenzi ya Mungu alivyofanya. Kumbuka ya kwamba maombi yanatuelekeza kutambua mapenzi ya Mungu yaliyo mema katika maisha yetu. Namba 5, nguvu ya kushinda majaribu. Kuna namna hatuwezi kushinda majaribu mpaka pale tumekaribisha uwepo wa Mungu maishani. Majaribu ya kiroho huwa makali zaidi katika safari ya huduma na wito wa Mungu. Hakuna ushindi dhidi ya majaribu, dhambi au vizuizi bila nguvu za kiroho. Hakuna namna tunaweza kushinda majaribu bila uwepo wa Mungu. Kumbuka, Yesu alipogundua ya kwamba majaribu yako mbele yake na jaribu kubwa sana, alifunga siku 40, na matokeo yake yalipotoka tunaona ya kwamba habari zake zikaenea katika miji yote kwa sababu ya maombi aliyokuwa nayo. Katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 fungu la 13 anasema, hakuna jaribu liwapatalo lisilo la kawaida ya binadamu, lakini Mungu ni mwaminifu ambaye hata acha mjaribu kupita mwezavyo, kwamba katika kila jaribu Mungu ataweka mlango wa kutokea. Hapa tunaona kwamba Mungu hatoi ushindi tu, bali pia hutoa njia ya kushinda majaribu. Kufunga kunatoa macho ya kiroho ya kuona njia hiyo na namna gani tunaweza kutembea katika changamoto tulizo nazo. Ni kutia moyo rafiki yangu unayemfuatilia hapa Hope Prize Ministry, kuombe tu tafadhali usisahau kubonyeza alama ya subscribe hapo, lakini pia kuachia neno la comment hapo chini kama kuna jambo ambalo unatamani kuuliza, unatamani tushiriki vipindi gani kwa pamoja. Mungu wa mbinguni akubariki sana kufanya ili uendelee kupata taarifa zetu tunapokuwa tukirusha vipindi vyetu hapa Hope Prize. Tunasema Yesu ndiye tumaini letu. Ni kutakie baraka za Mungu katika maisha yako. Tenga muda kwa ajili ya kutafuta Mungu. Mungu yu karibu sana. Yeye anabisha katika moyo wako. Ukifunga na kuomba na ukajua ya kwamba kuna mambo hayatatokea bila maombi ya dhati, Mungu atakuonekania katika maisha yako. Ni kuhakikishie tu ya kwamba
kuna baraka katika utafuta uso wa Bwana. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.